Mtu mmoja aliwahi kusema tunaishi na watu ambao furaha zetu zinawaumiza kuliko shida zao. Ukisikiliza kwa haraka hii kauli unaweza kadhani ni meme, lakini sio meme. Huo ndio uhalisia. Tunaishi na watu ambao kwa kadri unavyozidi kuenjoy ndivyo unavyozidi kuwakera. Yaani kwa kadri ambavyo unaposti sijui una enjoy uko wapi, yani wao ndio wanazidi kukereka na wanakerwa na enjoyment zako kuliko shida zao zinavyowakera. Sasa mwandishi mmoja nampenda ameandika, anasema jitahidi sana kuiona dunia kama ilivyo. Usiione dunia kama ambavyo ungependa iwe. Ione dunia kwa umbo lake halisi, usiipe umbo ambalo sio lake. Usiitwike rangi ambayo au usiipake rangi ambayo haina. Ukijifunza kuiona dunia kama ilivyo katika uhalisia wake, utaishi maisha mazuri sana. Hapo ndipo utaanza kujifunza kujua kwamba kati ya silaha za kushambulia na silaha za kujilinda zipi zinapaswa kuwa nyingi. Lakini kwa hapa kukusaidia, silaha za kujilinda zinapaswa kuwa nyingi kuliko za kushambulia, kwa sababu utashambulia wangapi? Na hata hivyo huwajui. Huyu ambaye unadhani mnaendana energy, huyu ambaye unadhani ni kama vitu vinakaa sawa, inawezekana ndo mbaya na inawezekana usijue kabisa. Kwa hiyo kuwa tu na silaha nyingi za kujilinda kuliko za kushambulia. Sasa haiwezekani unaona makaburi mengi alafu unasema hamna misiba. Yaani haiwezekani ukienda hospitali unakutana na wagonjwa wamejaa na kila siku nafasi za madaktari zinatangazwa, alafu umeng'ania kusema hamna magonjwa. Inaonekana kama kuna shida mahali fulani. Lazima ukubali kwamba dunia iko katika hali mbaya. Ndio maana hata Biblia inasema inawayawaya kama machela na mzigo wa dhambi umeilemea, muda wowote inaanguka. Sasa wewe kama dunia inaanguka, wewe unalazimisha kuipaka rangi nzuri, utaumia mwenyewe. Ukijua dunia ilivyo, hutahangaika sana, kwa sababu utajua wapi pa kuweka furaha yako. Ndio maana huwa nawaambia watu wengi, ili uwe na furaha duniani lazima uiondoe kwa watu. Yaani ubaki wewe na Yesu wako. Hawa wawili. Ni kama hunielewi, lakini huo ndio uhalisia. Ukijifunza kuiona dunia ilivyo, ilivyooza, ilivyoharibika, isivyovutia, isivyo na thamani, ilivyo na watu wasiokuwa na huruma na maisha yako, ukiweza kuiangalia dunia katika hiyo sura vizuri, utapunguza sana kuwa surprised na vitu. Ukiangalia dunia katika rangi yake halisi, ndipo utaelewa kwa nini Yesu ilibidi aifie. Unamkumbuka yule mama aliyekuwa na endometriosis? Endometriosis ama wengine wanasema alikuwa na menorrhagia. Yule mama ambaye alikuwa alitokwa na damu kwa miaka 12 mfululizo. Yule mama ukiangalia, kwa sababu mtu yeyote anayetoka na damu inakuwa na chembe za madini, inakuwa na madini ya chuma maanisha. Kwa hiyo kama kuna madini ya chuma ilikuwa inatoka kwenye mwili wa huyu mama, ni lazima afya yake ilikuwa imedhorota. Kwa alikuwa ni mama asiyevutia. Lakini kwa sheria zile Leviticus laws, unakumbuka kipindi kile mtu ambaye yuko kwenye kutoka damu alikuwa hawezi hata kwenda kanisani. Kwa hiyo mama hakuwa na mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo mama alikuwa ametengwa, hakuwa na mtu aliyekuwa anaishi naye, hakuwa hata na mume kwa sheria zile, kwa sababu alikuwa hawezi hata kugusana na mwanadamu. Sasa unaona umati ulikuwa ni mkubwa. Mara ya kwanza amemuinda Yesu. Yesu alipokuwa kwenye seaside pale karibu na maji, alikuwa amemuinda. Yesu anafundisha, anamuinda na muingiaji, lakini amekosa nafasi. Baadaye Yesu akatoka anaelekea huko kwa Levi Matthew, anataka kumwahi, amekosa. Mwishoni kabisa akiwa amekata tamaa, anamuona ni kama Yesu anataka kupita huyu hapo, alafu akasema nitajipenyeza mpaka nikaguse vazi lake, pindo tu la vazi lake. Sasa kama alijipenyeza akagusa pindo la vazi akapona, vipi akigusa damu? Alafu sasa ndo nakwambia kwa nini nakwambia dunia ina watu ambao si wema sana. Alikuwa na uwezo wa kuambia baba nipishe niende kwa Yesu, wakampisha akapita. Alikuwa mama naomba nipite, lakini hakuwepo mtu wa kufanya hivyo. Ndio maana Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna anayemtafuta Mungu, hata sio mchungaji. Kumbe hakuna mtafutaye Mungu, hata huyu, hata mmoja hayupo. Wote kama kondoo waliopotea.
na mtu anayesema hamna mwenye dhambi ni muongo. Kwa alikuwa kwenye dunia ambayo ni ya ajabu, ambayo haina huruma na yeye. Ametumia gharama nyingi kwa matibabu, lakini hamna. Na katika elimu ya umma tunasema, katika sayansi ya umma tunasema mwanadamu kwa kawaida matumizi yake ya matibabu yanapaswa kuwa angalau 15%. Hata kwenye budgeting ya serikali nadhani wanafanya hivyo. 15% ya kipato chako cha kila siku au cha mwezi. 15% inatakiwa kuwa sehemu ya matibabu. Ikivuka ikaanza kutafuta 40, hiyo ni crisis. Hasa huyu mama inaonekana kwamba alikuwa ameshavuka, yani hela hana tena, kwa sababu amemalizia kwa madaktari, lakini hakuna maajabu yoyote, hakuna kupona. Hasa akasema nikipenyeza nikaligusa vazi, pindo tu napona. Hiyo ilikuwa ni imani kubwa sana. Ndio maana ndiye mtu peke yake ambaye Yesu alimuita binti yangu, binti yangu, imani. Sasa Yesu anatamani ubaki wewe na yeye tu. Uiondoe furaha yako kwa watu, uiweke kwa Yesu. Maana yeye ndo anasema njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, alafu mimi nitafanya nini? Tawapumzisha. Mzigo wangu ni mwepesi, alafu nila yangu ni laini. Yeye ndo anayesema. Kwa hiyo baki wewe na Yesu, yani furaha yako iweke kwa Yesu. Ukiiweka kwa watu furaha yao ni kuona wewe unalia. Ndio furaha yao. Kwa Yesu anaposema njoni kwangu mnaosumbuka, anamaanisha kwamba nimekufa msalabani, njoni msalabani. Sio kwa sababu mmevaa misalaba, sio kwa sababu mmeiweka kwenye makanisa. Msalaba sio mbao. Msalaba sio kile ambacho nakiona. Msalaba ni kile ambacho kilikuwa kinamaanishwa na ile mbao. Ile mbao ilikuwa inasimama kama ishara ya upendo wa Yesu. Nyuma ya msalaba kuna upendo wa Yesu, kuna rehema, kuna msamaha, kuna huruma. Huo ndio msalaba ambao tunasema umekuwa asili ya wema. Njoni mtue mzigo wenu pale, maana pana uzima na furaha daima. Njoni msalabani pa Yesu. Hapo ndipo pana asili ya mema.